Mimi ni producer ambaye nafanya muziki na mtu, nafanya muziki wa kidunia. Kwa sitaki kujifunga nifanye tu muziki wa Kitanzania no. Mimi nataka nifanye muziki ambao hata wazungu wachanganyikiwe, Waarabu wachanganyikiwe, Wahindi wachanganyikiwe, Waafrika wachanganyikiwe. Imetoka ina siku 2 lakini ni moja kati ya nyimbo ambayo imeombwa sana na mastaa wakubwa. Remix. Sio remix, yani kama kwa watu ambao like watu ambao wanapambana kwa mfano wapo mtaani. I want to advise them, bro, if you are grinding, stay away from love, bro. Sasa utaishi vipi bila mapenzi? Yeah, like if you want to be big, if you want to be great, stay away from those stuff, bro. Just focus. Au mambo ya mapenzi na nini atakuja baadaye. Unaweza ukawa na hela na usimpate mtu sahihi. Unaweza ukawa una hela ukampata. Kwa mapenzi, yani mapenzi ni upumbavu. Kwetu mtu wa dini, yani mimi kwetu watu wa dini kabisa. Sasa wewe unarudi vipi nyumbani na hivyo na vipini na nini nyumbani? Sasa unajui ukipata hela inakuwa ukishakuwa na begi kesi na kwenda unafungua. Ukishakuwa na begi wanakuwa wavioni tu. This is E-Talk Podcast. Mambo vipi mwanafamilia wa Rick Media, this is E-Talk. Tunazungumza kuhusiana na burudani. Leo hii kuna mtu ambaye amehitaji ulinzi wa kutosha kwa sababu hata Pluto pale kaona kama vile atavamiwa. So nikamwambia Stukizi, basi cha kufanya pita Rick Media tukuhifadhi kwa muda kwa sababu kwa mujibu wako mwenyewe unadai kwamba unahitaji ulinzi. Unatoa hit ya inao hit Tanzania, ina hit Afrika, ina hit dunia. Hivyo nahitaji ulinzi. Yes, anatamba sasa hivi ngoma ambayo ukiscroll Instagram ukipita mtaani ambao utaisikia sana ni ngoma ya Happy kwake Diamond Platnumz. Na si mwingine yule ambaye anakuletea sound ambazo pengine kutegemea kwa muda huo uzisikie. Ni S2K Zombie kupitia E-Talk Entertainment Talk. Tunazungumza kuhusiana na burudani na pengine story hapa. Mzee wangu, mambo vipi? Full. Uko fresh? Yeah. Hivi S2K, mavazi yako yamekuwa na controversial sana, the way ambavyo unavaa. Haujawahi kushawishika hata siku moja kusema kwamba okay, acha niingie kwenye ulimwengu wa fashion. Sasa unavaa tu mwenyewe. Wengine pia wanafaiki kutokana na jinsi ambavyo mimi navaa. I'm sure because at the end of the day it's all about me. I'm a man of the fashion, so I'm working on that. By the way, nadhani this year I might go to Paris Fashion Week. Oh. Yeah, so watu wasubiri vitu vingi because fashion ni kitu ambacho nakipenda sana. Okay, mtu akikuona ukitokea sehemu, jambo la kwanza ambalo akaliwaza atasema kwamba S2K ni artist, upo kwenye kivuli cha artist, lakini atawaza kwamba ni musician, unaimba, una nini, the way ambavyo ulivyo. Yaani hawezi kufikiria kwa haraka kwamba wewe ni producer, right? Sure. The way ambavyo ulivyo na nini. Hakuna msanii ambaye anatamani kwamba kukupa maua yako kwamba S2K natamani siku moja na mimi univalishe, au tayari ushavalisha msanii yote kwenye video, kwenye nini, kutokana na unavyotupia nini. No, tunashauriana tu sometimes kwa sababu watu wengi ni washikaji wangu, so most of the time tunakaa tunashauriana like hapa tufanye tungevaa hivi kwa sababu ni familia. Kwa afu mara nyingi wengi ambao ni cycle hadi ma stylist kama wakina Jeff wakina nani wote washikaji, kwa tunafanya kazi pamoja. Kwa hata swala la kuvaa kufanya nini mara nyingi tunashauriana. Ni msanii gani ambaye ashakupa maua yako kwamba yo man, I like the way you dress? Wengi, yani wote karibia 90% wasa. Yeah. Wanatamani? Hawatamani they just kitu gani ambacho wasanii wa Bongo wana wengi wao, kwa sababu wapo ambao wana drip vizuri tu. Yeah. Wengi wao wanakikosa kwenye swala zima la uvaaji ambalo pengine umeliona kwamba maybe this can be changed. Wengi wako vizuri, sema sasa ni ufuatiliaji tunazani wa vitu like kujua dunia inaenda wapi, kujua like unafanya kitu gani, unavaa kitu gani, muda gani, na industry ya fashion, kwa sababu kuna tofauti ya industry mbalimbali duniani. Kuna industry ya media, kuna industry ya fashion, kuna industry ya music, kuna industry ya movie. Kwa hiyo unabidi ujue kabisa like this industry ina mipango yake, ina plani zake, ina strategy zake. Kwa ni ufuatiliaji tu. Okay. Yeah. Tunapozungumzia ngoma ambayo inafanya vizuri sasa hivi Tanzania, tunazungumzia Happy ya Diamond Platnumz. Tukisikia sound ambayo imetumika mle, unajua baada ya piano kupita
katikati tumesikiliza sana bongo flavor hapa. And watu walikuwa like okay, now tumetoka kwenye utumwa wa amapiano, utumwa wa muziki fulani, wakasema maybe wataenda kwenye 3 steps. Lakini wabongo kama vile wameukimbia hivi ule muziki kidogo, unahitaji ubunifu, unahitaji ufundi zaidi. Lakini stukizi kuona kwamba bongo flavor peke yake hamna. Wewe badilisha upepo, umekuja na afrobeat nyingi, yani umerudi kule tulipokuwa miaka ya nyuma, kulikuwa nataka niwarudishe huku kwanza. Hatujamalizana napo. Inspiration behind iko vipi, au ni ngoma ambayo imerekodiwa siku nyingi? Sio nyimbo ambayo imerekodiwa juzi actually. Ni nyimbo imerekodiwa mwaka jana actually. Mwishoni. Lakini inspiration inakuja kutokana na kwamba we always aim to kufanya vitu global. Hata tukiwa na Diamond most of the time tunaongea like okay, how can we make a song that can be like number 1 all over the world? So hizi ni harakati za kuendelea kutengeneza muziki ambao utakuwa namba 1 dunia nzima, like dunia nzima, nyimbo namba 1 kama Despacito, kama nini, unajua. That's the song that we are looking for. So kwenye hizi harakati ndo tunapata nyimbo kubwa Afrika, duniani, global wapi. Ndio maana zinakuja idea kama Happy nini, tunajaribu kutengeneza kitu ambacho mtu akiwa Uganda anaweza kukipenda, mtu akiwa Kenya, mtu akiwa Mexico, like anybody can relate to it, like from Asia, Europe, kila France, sehemu zote all over the world. Kwa hiyo unasikia tu kwa mfano kama idea ya Happy, nimekaa kabisa kwamba wherever you're feeling happy, you're gonna listen to this. You have to listen to this song. Kwa sababu ina relate, kwa sababu I'm so happy. Dunia nzima kila mtu anakuwa happy by time. Kuna muda anakuwa hivi, lakini kila mtu anataka kuwa happy. Kwa hiyo anaweza kutumia nyimbo whatever you feel the happiness unaitumia. Kwa hiyo mlikuwa kwamba okay, tujaribu kupata idea ambayo inaweza relate na kila mtu. Okay. So the idea ilikuwa na wewe au ni Diamond au ni vibe tu ya studio? Ni idea mimi na Diamond tuna share vitu vingi sana. Nimekuuliza hivyo kwa sababu sometimes it's said kwamba Stukizi huwa una nyimbo zingine unakuta ushaandaa melody kila kitu, alafu then unampa msanii, una this right akiimba msanii fulani. Hiyo inatokeaga, lakini kwa nyimbo kama Happy ni kwa sababu tulikuwa na plan ya nyimbo nyingi. Imetukuta tu studio, mimi nimepiga beat, napata idea, by Diamond kapata idea ya Happy. Kaona ni kitu hii, mimi nikaona mbona kama noma. Hem, tutengenezee kitu. Ndio tukaanza hivyo, kaendelea mpaka ikatokea nyimbo. Ni kama vile unakuwa una uhakika 100% unapofanya kazi na Diamond Platnumz kwamba hii ngoma lazima iite. Kuna nyimbo ambazo tunaweza tukatoa na Diamond ukaona kabisa nimekaa tumeitoa, lakini nimetulia zangu tu, lakini ukiona nyimbo mpaka mimi naona kabisa this song, manake ujue ni wasanii wachache ambao wanafanya vizuri international. Kwa hiyo inapotokea mnapata nyimbo ambayo inakaa kabisa hii inaenda international, au ni nyimbo international global, tunaona kabisa inabidi tuishambulie sana, kwa sababu ni mara chache sana msanii kupata nyimbo ambayo inaweza kapendwa Tanzania. Mara nyingi nyimbo nyingi nakuta ikiwa nafanya vizuri nje Tanzania watu hawaizimiki. Mara nyingi sana. Tu maana utakuta nyimbo nyingi zinafanya vizuri nje. Kutoka kama tulitoaga nyimbo ya Shiu, watu walikuwa wanaona kama nini hiki. Lakini baada ya matokeo ndo watu wanakuja kushtuka. Lakini unapopata nyimbo ambayo imehit Tanzania, imefanya vizuri, alafu na nje pia inaonekana kabisa ina uwigo mpana wa kufanya, basi Niliona comment ya moja kati ya mashabiki kupitia ukurasa wako wa Instagram, akasema Stukizi, mbona ukifanya kazi na wasanii wengine waga uposti, lakini Diamond waga na posti, na hata mpaka sasa hivi kuna posti kama 3 hivi za ngoma ya Happy. Ni kama vile unapendelea msanii fulani. Yaani mimi nilivyo, umeona ukifuatilia posti zangu nyuma utakuta hamna nyimbo hata msanii mmoja. Hata nilizofanya na Diamond zote hazipo. Lakini wago naziposti baadaye unashusha. Naziposti na shusha. Kwa hata Diamond, nyuma wasanii wengine ukifanya nao kazi ya Stukizi au pandishi za wasanii wote. Ukiangalia wataona, ukiangalia kwenye reels zangu zote zipo. Kwa nyuma ya page ukiangalia utaziona kabisa nyimbo zipo zote. Isipokuwa tu kwa sababu imetoka Happy, mtu anaweza kaona kama hii Happy imetoka ndio imepostiwa. Nyimbo zote zipo. Nyimbo Power, nini zote ukiangalia utakutana nazo. Karibia 1% kubwa ya nyimbo zote utazikutana nazo. Kwa hiyo issue inakuja tu ni kwamba it's just hii nyimbo imetoka saizi, tunaishambulia, tupo kwenye promotion. Lakini pia mimi napenda sana kitu ambacho kinafanya revolution. I like when we do sound ambayo inaleta kitu kipya kwenye game. Napenda kwa sababu tumeshapata malalamiko mengi mashabiki, jamani tunataka kuona huku
wasiwe na wasiwasi. We are still figure this out how we can go harder than this, lakini tutaendelea kuwapa vitu bora kwa sababu tunaamini tunaweza kufanya kitu ambacho kafanya poa sehemu yote. Estokiz, unaniaminisha kwamba yani hatuwezi kutoboa bila kutumia Bongo Flava? Yani inaonyesha kwamba ni imani yako, kwa sababu tukiangalia project zako nyingi ambazo unazifanya tutarudi kule kwamba unaturudisha kama sasa hivi katikati hapa Bongo Flava ilifanya vizuri, umekuja na sound ambayo sio ya Tanzania, right? Hata kama ni mchanganyiko basi ni mdogo sana, then umekuja na hii hapi, si ndio? Yeah. Na ukiangalia project zako nyingi hizo ambazo unasema ni za global, za Diamond, za nani, zote hazina sound ya Bongo Flava. Yeah. Wewe imani yako inakwambia kwamba ni ngumu kwenda mbele kwa kutumia muziki wa Bongo Flava? Amna, iniambii hivyo, isipokuwa tu mimi naamini watu wengi wanapenda kuwa na furaha, wanapenda kuenjoy. Muziki wetu ni mzuri, lakini pia kwa sisi na tuna vitu vingi baria nyingi sana. Muziki wetu umebase sana kwenye message. Yani Bongo Flava ina message, inahitaji uielewe. Hapo sio muziki wa kucheza, ni muziki wa kwamba relax, chill, sikiliza. Lakini kuna uweko papa. Watu hawajui lakini hit Bongo. Na maanisha sasa kwa sababu ni danceable. Na ile ilo trend Estokiz. Ile imekuja baada ya nyimbo iliyotoka, ile hit sana. It's a big song, ile nyimbo ya mwenye Stromae. Ilikuwa big song Ufaransa huko, wapi huko wanakuita mchi gani ambao wanatoka. Ilikuwa Belgium, ilikuwa kubwa sana, lakini imerudiwa na kwa sababu kuna AI technology imepigwa in choir vision. Kwa hiyo muziki wetu ni mzuri, si ukatai kabisa, isipokuwa najaribu kutafuta kitu ambacho kinaweza kapendwa. Mimi ndio maana nasema mimi I'm not a Tanzanian producer only. Mimi ni producer ambaye nafanya muziki na nafanya muziki wa kidunia. Kwa sitaki kujifunga nifanye tu muziki wa Kitanzania, no. Mimi nataka nifanye muziki ambao hata wazungu wachanganyikiwe, Waarabu wachanganyikiwe, Wahindi wachanganyikiwe, Waafrika wachanganyikiwe. Ndio nataka muziki huo. Sitaki muziki ambao unakuwa upo hapa tu. Au upo same Kenya tu, au upo India tu, no. Nataka muziki ambao nikipiga kama wenzetu ambao wanaweza kufanya nyimbo, tukaipenda huku, tukaipenda wakapenda huku, na mimi nataka hivi. Kuna namna yote Estokiz ukiwa studio sasa unavyofanya production, vision yako hapo naiona ni kwamba we need to hit somewhere, umeelewa? Yeah, for sure. Lakini ushakutana na baadhi ya wasanii labda lesi wa Bongo Flava wako na wanataka kitu fulani ambacho unaona kabisa direction yake sio kule mbali ambapo mimi nataka, na huo unamconvince vipi msanii kubadilika kwamba okay, na sawa unapani kufanya hivi, ila mimi nipo sasa hivi natafuta standard hii. Unajua ngumu wewe Estokiz unataka kupanda juu, anakutafuta mtu anataka afanye kitu cha chini, nawe inakata. Unaofanya vipi ili kukutanisha kwamba wote tunakuwa na feeling moja kwenye kutengeneza ngoma? Najitahidi sana sometimes, lakini sasa msanii ndo final say wa kutoa nyimbo. Mnaweza mkafanya studio kweli, akaona kama mimi saizi nataka nitoe Bongo Flava na nini yani, au nataka nitoe nyimbo fulani hapa au nataka, kwa sababu sio kwamba Bongo Flava haiwezi kuwa international, isipokuwa mtu akishatoa hata promotion wise, kwa sababu muziki ili uwe mkubwa unahitaji promotion. Mtu ana promote hapa tu na nini. Watu Nigeria hawezi kuelewa kinachoendelea huko. Hawezi kujua. Sio kila mtu kawa follow madansa wa huku. Lakini ukipata nyimbo ambayo ina direction kwamba hata tu bila promo mtu anaweza kasikia kaelewa unamaanisha nini, vibe akafeel the vibe. Hiyo ndo aim kubwa. Kwa najitahidigi, na sometimes inakuwa ngumu kwa sababu kila mtu anakuja na vision yake, anakuwa na kwamba mimi bwana saizi nataka nifanye hivi. Huo ndo ugumu ambao tunakupatia, lakini tunaupitia, lakini we are trying our level best to push. Naona okay, fine, kitu kizuri. Estokiz, pia nataka nifahamu sasa in personal, unajua ni mtu ambaye umepata mafanikio katika umri mdogo, right? Yeah. Yani kwa age yako tukiangalia ulipotoka mpaka sasa ulipopata mafanikio makubwa, you number one producer right now, right? Sasa nataka nifahamu tu simple, ni kitu gani ambacho Estokiz utosahau katika harakati zako za kupambana kimuziki kilikuumiza mpaka leo unasema I don't want to get back? Ni kufukuzwa tu kwa watu, sometimes watu kutoamini. Mimi nishaachwa na mwanamke kwa sababu ya muziki. Kwa sababu ya production tu. Una hela au? No, just to hela. Au una muda mwingi unatumia kwenye muziki? Pia ile kuambiwa kwamba au mambo yao yalipage, anaga hela, anaga future. Kwa sababu tu kuna mtu yupo ambaye labda anafanya biashara, anafanya nini. Kwa ni vitu vingi unajikuta kipindi una hela, una pa kukaa, una nini, and still you have to chase your dreams.
Kwa by that time I was going so yani nilikuwa napitia kipindi kigumu yani. Kwa ilikuwa ni kipindi ambacho kilinifunza vitu vingi nikagundua, lakini ingekuwa rahisi, ingekuwa mtu mwingine angeshakata tamaa, nadhani hata hapa tusingekuwepo. Okay. At the end of the day it's all about challenge na maisha tu. It's all about una accept na maisha endelee. Wanasema Estukizi alistruggle sana baada ya kuondoka Switch. That's true. Yeah, for sure. Yani alistruggle sana kimaisha kiasi cha kwamba angekuwa mtu mwingine Mbeya hii hapa. Ile pia ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho pia nilipitia ugumu, kwa sababu Switch ilikuwa studio kubwa. Lakini pale nadhani baada ya kuondoka Switch nilikuwa sina studio, sina nini, kwa I have to go and find myself, nipata studio tena na nini, unajua. Kwa ilikuwa kipindi kigumu of course, kwa sababu pia wasanii wengi walikuwa na comfortability ya kurekodi Switch na nini. Kwa it was a moment ambao pia ilikuwa imenikomaza. Nashukuru kwa sababu pia ilinikomaza. Okay. Yeah. Kilichotokea sikumbuki mwaka exactly, wakati una studio Sinza, umesema umetoka Switch, umepambania maisha yako nini, umekuwa na studio Sinza. Yeah. Tukaripoti kwamba Estukizi amevamiwa studio. Yeah. Also that was the painful, yani kwa sababu nilikuwa nimejichanga, nimeitafuta, niko na ndugu zangu, afu nimekuja kuta kwamba ndugu zangu wamepigwa, watu wangu wamepigwa, tumevamiwa, vitu vimevunjwa na nini na kila kitu. Imagine enough, hamna kitu, yani it was the moment ambao noma sana. Ulipata haki yako ambayo ulikuwa unaipambania. Ulisema kwamba ilifika kwenye mikono ya sheria, miaka imepita. Ilifika kwenye mikono ya sheria, lakini at the end of the day unajua ukishakuwa msaada unakuepo, lakini haui msaada wa kukusaidia. Actually wewe ndio unatakiwa ujipambanie, ujisaidie mwenyewe. Au kufanya hata refund ya vifaa vyako vilivyoharibika na nini. No, ilifika muda ilibidi kusamehe tu. Because cha msingi walijua makosa yao na nini, lakini sasa ilikuwa issue ya kwamba tuanze kulipana na nini. Ilikuwa yani it took to a lot of time. Okay. Yeah. Wapo waliohusisha kwamba ilikuwa ni mambo ya kimahusiano. Amna kwamba Estukizi kuna sehemu alichezea transformer. Sio kweli kabisa. Okay. Yeah. Sasa hivi jinsi ulivyo hivyo, ungekuwa Estukizi wa miaka 10 nyuma, ungejishauri kitu gani sasa hivi? Ningejishauri kama don't quit, yani. Keep going. No matter what people saying, you just need to keep going. Okay. Yeah. Kwa sisi ambao tunakufahamu, mtu anaweza akakuona Estukizi the way you have tattoo, swag nyingi, Estukizi mtu wa masigara, weed nyingi na nini. Can you imagine mwamba? Yani mwamba ni kwamba hatumii chochote kati ya hivyo. Yeah, for sure. Alafu ni mtu fani wa sala nyingi. Yeah, mimi mtu na swali nini. Alafu yani for sure, yani watu waamini unajua kama Estukizi uko hivyo. Mtu akikuona, hoja hata mimi mara ya kwanza binafsi nilikuwa safari kuna kwamba Estukizi hatumii pombe hao. Estukizi mambo yetu apigi, sigara kubwa apigi hao. Yeah, for sure. Estukizi na swali, nakutana na mswala eti nilienda nyumbani kwake Estukizi na mswala na swali. Hao yani studio watu wengi sana wanakuwa wanaona like the personality na nini, lakini at the end of the day we believe in God and this is all about work lakini tukiwa nje ni tofauti. Sasa unajua pia personality ya mtu inamtengenezea, kwa sababu watu wengi ambao wana image kama ambazo tunakuwa nazo wanakuwa na fanya hivyo vitu, kwa mtu anajua kabisa ndio vitu vyake. Hiyo umekulia nyumbani mimi kwetu mtu wa dini, yani mimi kwetu watu wa dini kabisa. Sasa wewe unarudi vipi nyumbani na hivyo na vipini na nini nyumbani? Sasa hata ujui ukipata hela inakuwa shako na begi kesi na kwenda unafungua. Ukishakuwa na begi wanakuwa wavioni tu. Unaviziba na mabegi kama lakini sasa huwezi kuvaa kila kitu tu. Utaenda umejifunga kitambaa nini vizuri, umepiga kanzu, kwa hivyo vinaonekana vichache. Yeah. Lakini kuna muda binafsi maisha ya kistaa na kukata, you wish, yani inavyoonyesha kwamba you wish to live a normal life, maisha yako kama kuswali, kufanya nini kwenye ile misingi, lakini umesema ni kazi, right? Kuna muda unakatika, unataka bwana ningeishi maisha yangu mengine kwa sababu maisha yangu haupo comfortable nayo. Yeah, it's my life, lakini at the end of the day it's like I had to do it because that's where I get money, you know, and I had to feed the family and whatever, but yani ishakuwa maisha, this is my life right now, so na enjoy, sina shida yoyote. Naamini kwenye engo ya kama personality, don't judge a book by its cover. Yeah. Okay. Kwa upande wako hapo Estukizi, tunajua unachukua masuala reality na vitu vingine. Ulituambia kuhusiana na album
everyday nakifanya interview na wewe Estukizi. Yeah. Album the way ambavyo huwa unaongea ni kama vile album inatoka before mwezi wa 7, lakini kila siku my album is coming soon. Yeah, album is coming mpaka sasa hivi before mwezi wa 7 vipi imeshakamilika before mwezi wa 7. Nini ambacho kinakuhamisha kinasogeza vitu mbele? Change of sound. Kila siku huwa nabadilisha sound, naona kama hii si pesi. Sasa kabla mwezi wa 7 ikitokea sound nyingine itakuwaje? Amna, ni sio hiyo sound na yoyopo wenyewe, kuna sounds za future. Kwa hiyo amna kitakacho change. Najua ukiweka kwenye playlist yako pale utakuwa na ngoma nyingi sana umeproduce, right? Yeah. Lakini Tetema na Koma Sava ndio zitakuwa ngoma ambazo zilibadilisha kujulikana kwa Estukizi international wise, right? Yeah. What so special unahisi ulivifanya kwenye ule wimbo, kwenye hizi nyimbo mbili ambazo zinafanya mpaka leo hii zifanywe remix 10? It's a blessing too, and honestly it's the best blessing, yani kwa sababu nyimbo tunafanya vile vile. Isipokuwa tu moment zinatokea tofauti, feeling tofauti, na kama tuliweza kufanya hivyo tunaweza kufanya hivyo mara 100. Kwa hiyo moment tu na blessing ambazo Mungu, malaika wa heri alikuwepo karibu. Kwa kakutanisha na sisi, feelings zetu ikawa noma. Kwa it's just a mutual studio session as usual, and like nafanya, lakini sababu mnapokuwa studio hamjui nyimbo itakuwa vipi. Okay. Yeah. Sasa hivi Estukizi unafanya kazi na international publishers, right? Kampuni kubwa zinazopublish kazi za wasanii. Unapata pesa kwenye kila kazi yako ambayo unaifanya. Ni mtazamo gani umebadilika baada ya kufanya kazi na makampuni, kwamba ukasema kumbe nilikuwa msituni kupata hela tu kupitia nyimbo, like kwenye mifumo na nini, kumbadilika unagundua okay, kumbe I can get money, I don't need to, sitaki kwanza kusumbuana na wasanii kufanya nini, unapata hela yako fresh kabisa. Kuna wasanii, kuna kipindi ilikuwa ni ngumu kuwashawishi, kuambia kwamba okay fine tunafanya kazi, lakini kuna mkataba bidi usaini hapa, mimi na asilimia zangu. Wapo wasanii hadi saa hizi unakuta mtu bado hana uelewa, kwa hiyo inabidi umueleweshe ile hadi sasa hivi kwamba sikiza, publishing msanii ni 50, producer ni 50. Okay. Wao msanii mkiwa 4 mtagawana kwenye 50 yenu, wa producer wakiwa 4 watagawana kwenye 50 yao. Okay. Kwa watu wengine wanakuwa waelewi au nini. Okay. Na kuna baadhi ya wasanii hata hivyo hawapati hela zao, bado hawajui mifumo. Wasanii? Yeah. Like seriously? For sure. Na ni wakubwa tu nakuta. Wasanii wapo wengi hawajui kupata hela zao, hawajui wanapataje hela zao. Wanashangaa wenzao wananunua magari tu afu hawajui. Sasa pia lakini kupata hela inahitaji pia nyimbo iwe kubwa, unajua. Kwa hivyo. Lakini we are getting there. Estukizi, mahusiano na nafasi gani kwenye maisha yako? Kubwa sana. Mahusiano na nafasi, lakini right now I'm focusing. Wanakuambia if you want to be me I believe like mahusiano ni kitu kikubwa sana, but you have to be ready to do that. Kama unataka kuingia kwenye mahusiano, you have to make sure umeamua kuingia kwenye mahusiano, like serious. Unadhani mahusiano yanaweza kutoa kwenye reli? Yeah. How? Kama umeamua kuingia kwenye mahusiano, hakikisha unaingia kwenye mahusiano. Don't waste anybody time, na wewe pia usikubali kupotezewa muda, kwa sababu at the end of the day utakapoingia kwenye mahusiano na mtu, maana yake umeingiza mtu kwenye maisha yako, na kama umeingiza mtu kwenye maisha yako, maana yake uko tayari kwa lolote kuhusiana na huyo mtu. So any distraction ambayo itatokea kutokana na huyo mtu unabidi uibebe. Na ina depend sasa hiyo distraction ni ya ukubwa gani. Naweza ka distract ikako distract hadi wewe mindset, and especially kwa sisi tunafanya kazi kwa kutumia akili na nini. Kwa hiyo ukipata distraction tu, vitu vingine vinakuwa haviendi. Sawa. Kitu gani ambacho unahisi unakikosa unapokuwa haupo kwenye mahusiano? Ukikaa you miss it kwamba okay, ukiachilia mambo mengine yakinanilia. Yeah, you need love, unajua. At the end of the day we need love. Tunahitaji mapenzi, we need to be loved. We need to be loved. Tunatakiwa tupende na tupendwe. Okay. Kwa sababu love, mapenzi ni mazuri kama utapata mtu ambaye mnapendana kweli, and you are loyal to her and she is loyal to you. Mapenzi ni mazuri, utaenjoy fresh. Okay. Lakini kushakuwa kuna back and forth huko na kule, inakuwa make sense. Uliniambia maisha yako ya nyuma kwenye mahusiano ulishaachwa, ukaonekana kazi unafanya ilipi na nini. Nafikiri katika hatua za kipindi hiko sasa, najua ulikuwa naamini kwamba mimi nikiwa na hela, nikiwa maarufu, basi hata mahusiano nitapata mwanamke ninayotaka una nini na nini. Baada ya kupata maarufu,
unadhani imekuwa rahisi kupata mahusiano au imekuwa ni ngumu kujua naye anakupenda kweli? Imekuwa tu ni baada ya kuwa maarufu imekuwa kumekuwa na contradiction. Like unaweza ukawa na hela na usimpate mtu sahihi. Unaweza ukawa una hela ukampata. Kwa mapenzi, yani mapenzi ni upumbavu. Umemaliza vibaya, ati mapenzi ni upumbavu. Yeah, yani kwa watu ambao like watu ambao wanapambana kwa mfano wapo mtaani, I want to advise them, bro, if you are grinding, stay away from love, bro. Sasa utaishi vipi bila mapenzi? Yeah, like if you want to be big, if you want to be great, stay away from those stuff, bro. Just focus. Au mambo ya mapenzi na nini atakuja baadaye. You wish to marry a celebrity? Anybody. I will marry anybody, bro. Can you try to date a celebrity? She's a woman ambaye mimi naona kabisa. Unavyohisi ukiangalia kwenye industry jinsi ilivyo na nini, unajiona kabisa kwamba nitakuwa na amani mimi nikidate na celebrity? Tuongee vya ukweli vya moyoni. Kitokea nimempenda mwanamke ambaye au nipo na Mungu kanibless mwanamke anayetakiwa kumuoa ni maarufu, namwekea misingi tu. Wanaifuataga sasa? Mimi yoyote yule na wanaifuataga? Asipoifuata tena hapo maka anataka tena ndoa hana huyo. Bwana, nashukuru sana kwa time yako, bro. I hope everything was good, eh? Yeah, by the way, naweza nikamwambia watu nyimbo ya Happy. Imetoka ina siku 2 lakini ni moja kati ya nyimbo ambayo imeombwa sana na mastaa wakubwa. Remix. Sio remix, yani kama version mbalimbali. Kila mtu anataka. Nigeria, South Africa, Ghana, Marekani, UK, hata mmoja Arabic. Wanaomba, afu ni mastaa wakubwa. Wanaomba kufanya version. Exclusive. Yeah, that's exclusive. Kwa watu wategemee chochote. Kama kwa Masa watu. Wanapomuona Diamond anaweza kaeka maveji kawatulia version mbalimbali, so watu wawe tayari. A lot of exclusive and kwa sababu nyimbo ishakuwa international. Okay. Kwa kila mtu anaamini kwamba bwana, kama mimi naweza kuongelea Happy kwenye njia ambayo noma. Kwa it's a happiness time, happiness season. So watu wategemee lolote muda wote. Sawa, nashukuru sana kwa time yako mzee. Salute. Bwana, mimi naitwa Ricky na hii hapa ni E-Talk Podcast. Nimezungumza na S2 Keys mambo mengi sana. Endelea kutufuatilia. Subscribe YouTube channel ya Ricky Media. Kuna mengi mazuri yanakuja. Behind the camera, my man KB Pixel on this one. Bye bye. This is E-Talk Podcast.